Msikilizaji, habari ambayo imetufikia kwenye dawati la habari hii leo kupitia Umbela Media ni kwamba fukuto limezidi kuwa kubwa ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo mara baada kuwa imetoka taarifa ya utenguzi wa Bi Catherine Luge ambaye huyu sasa kwa sasa naweza nikasema kwamba alikuwa ni mjumbe wa sekretariati ya chama katika nafasi ya mtaalamu wa dawati la jinsia mara baada kuwa taarifa ya utenguzi imetoka, naye pia amekuja kueleza wazi kwamba yeye amepokea taarifa lakini anapinga utenguzi huo. Kwanza kabisa, kabla sijaenda mbali kufahamisha ni kipi ambacho amekiandika Bi Catherine Luge, basi nikwambie tu kwamba mapema ilitoka taarifa ya chama cha demokrasia na maendeleo ambayo ilikuwa inasemeka kwamba mwenyekiti wa chama cha taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu akiwa mkoani Mtwara kuendelea na operesheni ya no reform no election ametengua uteuzi wa Bi Catherine Luge kama mjumbe wa sekretariati ya chama katika nafasi ya mtaalamu wa dawati la jinsia. Uamuzi huu umefanyika kwa mujibu wa mamlaka alionayo mwenyekiti wa chama la taifa na unalenga kuimarisha utendaji na ufanisi katika maendeleo ya chama. Hiyo ni taarifa rasmi ya chama cha demokrasia na maendeleo ambayo ilikuwa imetolewa kupitia kwa Brenda Rupia ambaye huyo ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Mara baada kwa taarifa ya Chadema imetoka saa chache baadaye, sasa Bi Catherine Luge mwenyewe kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X zamani kama Twitter amesema kwamba kuna utaratibu wa kikanuni ambao umekiukwa katika utenguzi wake, ambapo sasa katika ukurasa wake wa mtandao wa X zamani kama Twitter akameandika kwamba kanuni za chama toleo la mwaka 2019 kanuni ya 65 imeweka utaratibu wa kumchukulia hatua mwanachama na kiongozi yeyote ndani ya chama. Mathalan, katika kanuni ya 651 inaweka utaratibu wa kufuatwa namna ya kuchukua hatua za kinidhamu, mojawapo ni kuandikiwa mashtaka yako na kupewa nafasi ya kusikilizwa. Nimeshtushwa na tangazo la mwenyekiti wa chama lililotolewa leo na mimi kutumiwa ujumbe mfupi wa simu. Ni wazi kwamba utaratibu huo umekiukwa. Nimeshtushwa na uamuzi wa mwenyekiti wa chama taifa ambaye pia ni mwanasheria nguli kukiuka misingi ya katiba ya chama chetu na misingi ya haki za binadamu, hasa haki ya kusikilizwa. Nimetenguliwa bila kupewa wala kuelezwa makosa yangu na sababu za kutenguliwa kwangu, ambapo pia ni kinyume na katiba ya nchi ibara ya 13(6)A ambayo inaweka msingi wa haki ya kusikilizwa. Hata hivyo, mimi nilikuwa kiongozi na nafasi yangu iliidhinishwa na kamati kuu ya chama kwa mujibu wa katiba ya chama ibara ya 6(2)3)B. Mamlaka ya utenguzi wa nafasi yangu ni kamati kuu na sio mwenyekiti wa chama, hivyo nilitegemea utaratibu wa kikatiba na kanuni ungefuatwa. Lakini pamoja na kueleza hayo, Bi Catherine Luge ameweka wazi kwamba yapo mengi ambayo anatarajia kueleza hapo baadaye juu ya hatua zipi ambazo anategemea kwamba anaweza akazichukua. Lakini mwisho wa siku mimi naweza nikasema kwamba huu ni muendelezo wa mvutano sasa ambao unaendelea baina ya viongozi ndani ya chama hiki cha demokrasia na maendeleo, kwa sababu kama umefanyika utenguzi alafu labda inatokea kiongozi ambaye ametenguliwa na kuja kuweka wazi kwamba hajaridhishwa, hasa kuzingatia kwenye kipindi hiki ambacho uchaguzi mkuu umekaribia na chama cha demokrasia na maendeleo kikiendelea kuweka ile kampeni yao ya no reform no election kwenye usawa. Sasa kama anatokea mambo mengine, maana ni kwamba hapa kuna haja ya wao wenyewe kuendelea kutafakari kipi ambacho kinatakiwa kuendelea. Lakini yote kwa yote, taarifa kamili utazidi kuzipata kupitia hapa Umbela Media.